Kuna sintofahamu ambayo inaendelea juu ya wachezaji ambao walishawahi kuomba uraia wa Tanzania na hatima yake walipatiwa kupewa. Maswali yamekuwa mengi mitaani, watu wakiwa wanajiuliza, je, kwa nini hawaitwi kwenye national team ya Tanzania na kuweza kuisaidia katika mechi mbalimbali ambazo wamekuwa wanashiriki. Wachezaji wao walikuwa ni Damaro Kamara ambaye sasa hivi yupo ndani ya Young Africans, lakini na Arthur Bada ambaye ni nyota wa klabu ya JS Kabylie ya huko nchini Algeria. Mdachi Omari tutakwenda kukupitisha kinaga ubaga juu ya issue ambayo watu wengi wamekuwa hawaifahamu na wewe upate kuelewa kiundani zaidi. Jina langu Leopard John na hii ni The Golden Boot. Mdachi, tuanzie hapo kwenye sakata ambalo watu wengi wamekuwa hawaelewi. Wamepata kusikia au kuona kwamba tayari wameshabadili uraia kwa maana mtu kama Damaro Kamara, lakini wamekuwa hawamshuhudii katika upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Pengine kikanuni hasa hili limekaaje ili mradi watu waweze kuelewa? Kwanza kupata uraia ama kuomba uraia wa nchi husika ambayo unahitaji na ukapata, hiyo ni mamlaka ya nchi ambayo imekwenda kukupatia, mamlaka ambayo inahusika na swala zima la uraia. Lakini ukija katika mpira kuna kitu ambacho ama kuna shirika ambalo linaitwa FIFA, wamiliki wa mpira duniani ama unaweza kusema shirikisho la soka duniani. Chama cha mpira. Wao pia wana kanuni zao ambazo zinamruhusu mchezaji kufanya hivyo ama kutumikia timu ya taifa ya Tanzania ama timu nyingine ambayo ameweza kuomba. Kwa hivyo lazima ufuate taratibu ambazo FIFA wanazo ndio uanze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Kwa wachezaji ambao wamepata uraia, ndio katika lengo la kwanza la kupata uraia wamefanikiwa, lakini bado kuna kanuni ambazo wanatakiwa wazifuate na inawezekana ndio wanazifuatilia katika shirikisho la mpira wa duniani FIFA, ili waweze kuzipata ndio waanze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Kinyume na hapo, kuwaona wakicheza timu ya taifa ya Tanzania ni ngumu bila kufuata kanuni ambazo zipo za kisoka katika shirikisho la mpira wa Tanzania wa duniani FIFA. Sawa. Tuanzie hapo kwa maana Damaro Kamara na Arthur Bada ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechukua uraia wa tajnisi kwa maana uraia wa kujiandikisha. Lakini maswali mengi yamekuwa, basi ni lini au vigezo gani ambavyo wao pengine imekuwa ngumu mpaka hivi sasa kuweza kuingia, au FIFA au CAF pia wanaangalia vigezo gani ili mradi kumthibitisha mchezaji rasmi awe kwenye timu ya taifa fulani? Kwanza unapoanza kucheza timu ya taifa fulani ama timu ya taifa fulani, mfano kuna wachezaji ambao walishawahi kuanza kucheza timu hizi za kuanzia under 17, under 20 mpaka under 23 labda katika mataifa mengine, na alipofika wakati wa kucheza senior team akaenda kucheza kwenye taifa lingine, either alikuwa na asili ya taifa hilo ama amechagua kutumikia taifa hilo. Kanuni hii inazungumza kwamba pindi ambapo mchezaji atahama kwenda kucheza senior team ya taifa jingine, basi atakapoanza kucheza huko ni upande huo ndo atakaoanza kucheza, na hata sio tena kuhamia timu ya taifa nyingine tofauti na mwanzo alipokuwa anacheza. Lakini bado kuna marekebisho ambayo yamefanyika. Mchezaji pia hata kama ameshawahi kucheza senior team ya taifa la A kwenda taifa B, anaruhusiwa kuhamia taifa B, lakini pia anapohamia taifa B kurudi huku ni ngumu kwa sababu tayari amekwisha kufanya uhamisho wa usajili wake na namna ambavyo anakwenda kuitumikia timu ya taifa nyingine. Kwa hiyo katika swala hilo inawezekana bado wachezaji hao ambao wamepata ruhusa ya kuwa raia wa Tanzania kwa uraia wa kujiandikisha ndio wanasubiri ule uhamisho sasa, kuwa wao ni raia wa mataifa ambayo wametoka na kuhamishwa kuwa raia wa Tanzania ili waanze kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania katika mpira, kuwa raia wa Tanzania sasa katika mpira, kwamba huyu anatambulika kwamba huyu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania kulingana na usajili wake ambavyo kwa sasa utakuwa unatambulika. Ila kwa sasa inawezekana wachezaji hao wote bado sajili zao zile za timu ya taifa inatambulika kwamba huyu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Ghana au ni mchezaji wa timu ya taifa ya labda Angola, kwa sababu bado hawajafanya mabadiliko au ndio wapo kwenye mchakato huo wa kufanya mabadiliko ili waweze kupata ruhusa hiyo ya kucheza katika timu ya taifa ambayo wamechagua wao kama wachezaji. Moja kati ya vigezo ambavyo FIFA au CAF anaangalia basi ni kama mchezaji hajawahi kutumikia timu kubwa ya taifa husika huko alikotoka kabla ya kuingia katika uraia mpya. Damaro Kamara pamoja na Arthur Bada ni miongoni mwa wachezaji ambao mmoja ni Ivory Coast na mwingine ni mgine ambao kimsingi hajawahi kuwashuhudia katika seniors team. Tuwategemea katika national team ya Tanzania kwa maana kuna project ambayo inaandaliwa na Mwalimu Miguel Angel Gamondi katika kuisuka Tanzania iliyokuwa bora. Hii ilikuwa The Golden Boot. Jina langu ni Leopard John, nilikuwa hapa na Mdachi Omari. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.